Habari na mambo vipi? Ndani ya dakika 5 nitakuonyesha namna gani mfumo wa smart biashara unaweza kuwa na manufaa kwa watu wenye biashara mbalimbali, kama watu wenye supermarket, maduka ya jumla, maduka ya hardware, maduka ya dawa, electronic, maduka ya nguo, maduka ya vipodozi, maduka ya spare parts, stationery, simu na accessories, maduka ya mikate, bakery, butcher, maduka ya vifaa vya nyumbani, home appliance. Wote wanaweza kunufaika na hii system ambayo nitakuelekeza namna gani ya kuingiza bidhaa, namna gani ya kurekodi mauzo, namna gani ya kurekodi manunuzi na matumizi, na namna gani unaweza kuona faida kwenye biashara yako. Kwanza tuanze namna ya kurekodi bidhaa. Bidhaa yote tunasema labda mafuta, sawa? Kwanza utakuja kwenye menu hapa chini, utaklik menu. Ukishabonyeza menu, njoo kwenye sehemu imeandika product category. Una click product category, afu unakuja hapa juu kulia kuna kidude cha plus. Unabonyeza hiyo plus. Sasa kwa mtu ambaye anauza mafuta, huyo ni mtu wa home appliance, maduka ya vifaa vya nyumbani. Naweka vifaa vya nyumbani. Sawa, ukimaliza unakuja juu kulia, una save. Hapo shaweka category. Kama wewe unauza pharmacy, duka la nguo au spare part, kwenye category unataweza spare part. Mimi na hardware na vifaa vya nyumbani na vinginevyo. Tukao hapo unakuja back. Ukishamaliza back, njoo kwenye setting hapa chini, njoo kwenye setting. Kwenye setting unakuja kwenye unit, una click unit. Je, hizo bidhaa zako unaziuza je kwa kilo, unauza kwa boxi, unauza labda kwa lita, unakuwa unatengeneza hapa juu kulia. Sasa mimi boxi ninayo, kilo ninayo, lita ninayo, labda na pieces. Kwa hiyo unakuja kuteza hapa juu kulia, unabonyeza kidude cha plus, unaweka labda nauza kwa piece. Sawa? Pieces, says kwa kifupi hiyo ni PCS unatengeneza. Kama unauza kwa lita mafuta, basi unateza lita. Sawa, una click lita kwa kifupi chake. Ukimaliza unakuja kusave hapa juu. Mimi nishatengeneza zangu, kwa hiyo sina haja ya kusave tena. Maliza nakuja back. Sasa nishaweka category, na pia nishaweka unit. Tunaanza kuweka bidhaa. Bidhaa unakuja kwenye dashboard, unakuja kwenye product list. Nataka niuze mafuta, sawa? Na Panadol na misumari, nataka niweke bidhaa inaitwa mafuta ya kula. Kwa unabonyeza kidude cha plus hapa juu kulia. Ukishakibonyeza unaweka je, hayo mafuta ni single product au ni service? Ni single product. Baada ya hapo store itajiandika ina haja. Jina leo bidhaa inaitwa labda mafuta ya kula. Sawa, ukimaliza slug unaiacha category. Mafuta ya kula ipo kwenye aina gani ya biashara? Unakuja kwenye category, unabonyeza, unaona vifaa vya nyumbani, ipo hii hapa. Una click vifaa vya nyumbani, ishajitengeneza. Brand achana nayo, ina shida. Unit, je, mafuta ya kula unauza kwa nini? Mimi mafuta ya kula nauza labda kwa piece, kwa sababu kuna madumu. Una click piece. Ila kama unauza kwa lita, basi unaweza kuweka kwa lita. Ila mimi nauza kwa dumu, naweka piece. Je, zikifika ngapi? Quantity ya late. Zikifika ngapi? Mfumo unipe taarifa. Nataka ikibaki madumu 5. Sawa, piece 5. Zikibaki piece 5, mfumo unipe taarifa. Barcode symbol naachana nayo. Item category unabonyeza hiki hapa pap. Ukishakibonyeza inajitengeneza vizuri kabisa. Je, hayo mafuta piece moja nanunua kwa shilingi ngapi? Piece moja labda nanunua kwa 2000. Na pia ni vizuri kaandika hayo mafuta ni ya lita ngapi. Mafuta ya kula labda lita 1. Sawa? Mafuta ya kula lita 1. Lita 1 bwana nanunua kwa shilingi 2000. Je, lita 1 unauza kwa shilingi ngapi? Piece. Hiyo piece ya lita 1 unauza kwa shilingi ngapi? Nauza labda kwa shilingi 5000. Mfano tu. Opening stock una piece ngapi? Kwenye unit niweka piece na piece ngapi ya mafuta? Labda na piece 15 za mafuta. Opening stock date unaweza kaiacha ukaiweka, haina haja. Ukimaliza description unaweza kaiweka. Ukimaliza kuweka bidhaa yako, unakuja juu hapa kulia kuna sema andika save, una save kama hivyo, simple kabisa. Una save. Ukisha save, bidhaa zako zote zinakuja kujilisti hapa. Mafuta ya kula lita 1, Panado, misumari. Mafuta ya kula na piece 15 unauza kwa shilingi 5000. Panado na box 15 unauza kwa shilingi 2000. Misumari na kilo 20 unauza kwa kilo unauza kwa shilingi 1000. Kila kitu nishakiweka. Jinsi ya kuingiza mauzo, nakuja back. Nakuja kwenye sema andika sell, unabonyeza sell. Kabla ya kuingiza mauzo nimesahau, lazima tutengeneze mteja. Unakuja kwenye menu, una click menu, unakuja kwenye customer list. Kwenye customer list unatengeneza mtu anaitwa mteja. Hapa na wateja wangu mbalimbali. Leo unaweza kumteleza wako hapa juu kulia, unamclick, unatengeneza mtu jina lake, labda unaweza kumpa jina kama mteja. Huyu mteja atakuwa anawakilisha wateja wote. Namba ya simu haina haja. Ukimaliza una save hapa juu kulia.
basi unaibonyeza ina load taratibu, inamsave mteja. Nikimaliza nakuja back. Sasa twende tukamuuzie mteja. Unakuja kwenye dashboard, una click dashboard, unakuja kwenye sell, naanza kurekodi mauzo. Sawa, sell list inafunguka juu kulia hapo, unabonyeza kidude cha plus hichi hapo. Ukishakibonyeza unaanza customer, unamuuzia nani? Una click, unamuuzia mtu anaitwa mteja huyu hapo, unamclick mteja. Je, mteja unamuuzia nini? Namuuzia mafuta. Add order item. Add order item unaweka na search labda mafuta na search mafuta. Jamani, mafuta yangu yako wapi? Haya hapa nimeandika mafuta haya hapa, mafuta na muuzia moja. Ukishamaliza una close hapa juu kulia. Sawa, kwa sababu nishaibonyeza na hicho kibipu umekisikia, unabonyeza hapa juu kulia. Ukimaliza mafuta imekuja, mafuta ya shilingi ngapi? 1500. Order status unaweza kaiacha, open nani unaweza kaacha, discount kama ipo nampa, shipping kama ipo nampa. Mafuta ni shilingi ngapi? 1500. Hii hapa 1500 jumla. Kwa inabidi niweke hapa shilingi ngapi? 1500. Kwamba nimemuuzia 1500. Je, amelipa kwa cash au kwa mobile money? Unachagua, au labda akalipa kwa cash. Nikimaliza nakuja juu na save hapa juu kulia. Hivyo ndo jinsi ya kurekodi mauzo. Kumbuka nilikuwa na mafuta pisi 15 na hapa nimemuuzia mteja tayari. Nikija kwenye dashboard inanipea nimepokea order moja, nimepokea era shilingi 1500. Sawa, huo mzigo una thamani ya shilingi 2000. Faida niliyoingiza kwenye biashara yangu ni shilingi 3000 kwa kuuza yale mafuta, ile pisi moja. Kwa hiyo manake faida yangu nikichukua bei ya kuuzia nikatoa bei ya kununulia ile mafuta, faida yangu kwenye yale mafuta moja niliyouza ni shilingi 3000. Hivyo ndo jinsi unaweza kuona faida kwenye biashara yako kwa kutumia mfumo. Na pia hata nikija kwenye menu, nikija kwenye product list hapa, nikija kwenye product list nitaona bidhaa zangu. Mafuta nilikuwa nazo 15, pisi 15, sasa zimebaki pisi 14. Maana yake ile mafuta moja imepungua. Kwa hiyo na faida yangu naiona kwa siku husika. Hata kama nimeuza mafuta, nimeuza nini, faida yangu kiuhalisia nitakuja kuipata hapa. Thamani ya mzigo niliouza nitakuja kuipata hapa, na hela niliyopokea 5000 nitakuja kuipata hapa. Tuseme mafuta yale yanakaribia kuisha, nataka niongeze. Unakuja kwenye sema ameandika purchase hapa. Sawa, unakuja kwenye purchase. Kwenye purchase napo kabla hujaanza kurekodi manunuzi, unakuja kwenye menu kama kwenye customer, unakuja kumtengeneza supplier. Supplier nani? Supplier ni yule mtu ambaye unanunua mzigo kutoka kwake. Kwa hiyo unakuja hapa juu, unabonyeza kidude cha kujumlisha, naweza ngeka jina la huyo mtu, labda semeni supplier hivyo hivyo, kwa sababu nanunua kutoka kwa supplier mbalimbali. Naandika supplier, nikimaliza namsave supplier wangu, kwa sababu nitakuja kununua kutoka kwake. Nakuja back. Sasa nakuja kwenye dashboard hapa, naenda kurekodi manunuzi. Lengo ni kuongeza mzigo kwenye biashara yangu. Basi naenda pale kwenye kununua, nabonyeza kidude cha plus hapa juu kulia. Je, unanunua kwa nani? Nanunua kwa supplier. Unanunua nini? Add order item. Unaweka add order item. Nanunua mafuta yale niliandika 100. Nanunua 100, nabonyeza kidude cha kuadi, nataka ninunue moja tu. Nikimaliza na close hapa juu kulia. Kama nataka ninunue 2, basi naweza kubonyeza kidude cha plus au ku minus. Labda sema nataka ninunue 2. Sawa, bei ya kununua jumla shilingi ngapi? 4000. Haya, ile 4000 nakuja kuiandika wapi? Hapa. Kwa kwamba jumla hii hapa total ni 4000 nakuja kuweka hapa 1000, nishamlipa. Nikimaliza napanda juu na save hapa. Simple kabisa. Ukienda kusave haya mafuta ambayo nilienda kununua mawili, nikija kwenye product list huku, kwenye product list naona mwanzo nilikuwa na mafuta 15, nikauza moja yakabaki 14, nikaongeza mawili tena, sasa hivi nimebaki na mafuta 16. Kwa hiyo najua kabisa kwenye stock yangu na mafuta 16. Ngoja ni edit ile jina, maana niliandika vibaya. Unaweza kaedit hapo, mafuta inakaa vizuri, alafu una save vizuri kabisa. Una save bidhaa zako, kwa unakuwa na bidhaa zako zote ukiwa unajua na idadi zipo ngapi kama hivyo. Haya, sasa matumizi. Kwa hiyo matumizi tunarekodi wapi? Matumizi tunarekodi kwa sema andika expenses. Sasa napo kabla hujaanza kurekodi expenses, njoo kwenye menu tena, njoo kwenye sema andika expenses hapa, expense category. Je, matumizi yangu yanakuwa ni nini? Kama mimi na electricity, internet, fuel, other. Unaweza kuwa una matumizi labda ya chakula, kwa unabonyeza kidude cha plus hapa juu kulia, unabonyeza kidude cha plus, unaweka labda chakula.
Sawa, naona nimezidisha dakika zangu zinafika dakika 10, ila haina shida kwa sababu mfumo nataka uelewe na ujifunze. Chakula ukimaliza unabonyeza save. Ukishakuja kubonyeza save, maana yake nataka nirekodi matumizi yangu ya kila siku including chakula na haya mengine. Sasa kwa mfano nataka nipie chakula 2000, sawa? Nakuja back, nakuja kwenye dashboard tena, nakuja kwenye expenses hii hapa. Kwenye expenses nakuja kutafuta, nakuja kuadd matumizi yangu hapa juu kulia. Nakuja kuadd expense category, nataka ulipie nini? Nataka nilipie chakula ile ambayo tulitengeneza. Una kliki chakula. Hiyo chakula unalipia tarehe ngapi? Tarehe 17 ambayo ni leo. Je, chakula ni shilingi ngapi? Ni 2000. Inaweza kuwa unalipia umeme, inaweza kuwa unalipia mafuta, vyovyote vile. Ukimaliza kama una receipt unaweza ukaiattach hapo na noti, ila mimi nimeweka tu expense category, tarehe na amount. Nikimaliza na save. Nikisave manake hapo nimekuwa nimerekodi matumizi yangu yote. Najua chakula 2000, others 124,000, others 40,000, hivyo kuna vitu expenses zingine izipokea, ila expenses zangu zote, matumizi yangu yote yanakuja kujilisti hapa. Narudi tena back. Kumbuka tulipata order moja, tukauza mafuta kwa shilingi 5000 ambayo ilikuwa nasema na shilingi 2000 na tulikuwa na faida ya shilingi 3000. Ile 3000 kumbuka tukalipia tena matumizi. Kwenye ile 3000 faida yetu 3000 tumekuja kufanya matumizi ya shilingi 2000 na tumepata faida ya shilingi 1000. Kwa hiyo matumizi yanaenda kupunguza faida yetu. Hivyo ndo namna mfumo unaweza kukusaidia kuweza kujua mauzo yako kwa siku yamekuingizia faida kiasi gani na umepokea na umebaki na mzigo kiasi gani. Karibu sana Smart Biashara. Asante sana. Kwa mawasiliano zaidi basi piga simu namba 0749900050. Asante.